Kwa mujibu wa wafugaji hao, wamesema kuwa hatua ya kufikisha malalamiko yao serikalini imekuja baada ya matukio ya mara kwa mara ya mifugo yao kukamatwa na wachimbaji, huku wafugaji hao wakisisitiza kuwa shamba hilo lipo ndani ya eneo lililotengwa rasmi kwa ajili ya malisho. Nataka serikali watusaidie msaada. Ya kwanza, huyu bwana ni eneo ya wafugaji na amelima, alafu bado anatulipisha. Wakati sisi wafugaji huku tukilishiana kwenye mashamba, tulishaweka kwamba kwa sababu ni hifadhi, mtu atoe mifugo atoke nje, afuguze aondoke, lakini yeye anayasuia. Sisi mkusanyiko huu ya umati huu ya hawa watu ni kutokana na kupotelea ya ng'ombe ya mzee Karani kuanzia tarehe 18 mpaka leo. Na sisi tulishapiga marufuku kwamba haiwezekani mkulima kaingia kwenye eneo la wafugaji. Pili, kila mzee Mambo kila mwaka hapo ng'ombe zinakunywa sumu na kulipisha haiwezekani. Aidha, mgodi wa Masiano unaodaiwa kuwa ndani ya eneo la malisho umetajwa kuwa chanzo kikuu cha migogoro hiyo baada ya kuanzishwa kwa shughuli za kilimo ndani ya eneo hilo, ambapo meneja wa mgodi huo kwa niaba ya mmiliki anaeleza hali halisi. Hawa tumewakamata ng'ombe juzi, walikuwa ng'ombe 9. Imebidi tuwakamate kwa sababu wamekuja mara 3 mfululizo. Mara kwanza tumewaachia, ya pili tumewaachia, ya 3 tumewaachia. Mara ya 4 analetwa pale pale ng'ombe. Sasa hiyo inakuwa imevuka mipaka, kabidi tuwakamate. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wafugaji wa wilaya Chunya, Shangai Olelapoi, amesema uwepo wa shughuli za mgodi huo ndani ya malisho umeongeza mvutano na migogoro kati ya wafugaji na wachimbaji. Plandi hii imekuwa ina mgogoro sana kwa sababu kwanza kabisa liko eneo la malisho. Liko kwenye eneo la malisho, wafugaji wana haki ya kuchunga eneo hili. Lakini pia nasikia amekuwa tena mkulima. Amelima karibu heka 50, ng'ombe wakienda ndio inasababisha hiyo ng'ombe 9 sasa hivi mpaka sasa hivi wameshikiliwa kwa mujibu wa taarifa iliyopo. Taarifa hizi ziwafikie viongozi, hasa waziri mkuu, mkuu wa wilaya, kwa sababu viongozi wa vijiji tumesha wapa taarifa kwa changamoto za awali. Kakataa. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Chunya Mbalk Alhaji Batenga hakupatikana kuzungumzia swala hilo baada ya simu yake kuita bila kupokelewa. Samuel Mpogole,